الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا وجعل لكل أمة منسكا هم ناسكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن وجه الله سبحانه وتعالى بعدكم حمد الله جل في علاه لكم تكي سؤالنا سلام kipenzi cha umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ninakuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani taqwa, kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ndio wasia ambao ametuhusia Allah subhanahu wa ta'ala wale umma waliopita kabla yetu, lakini pia akatuhusia sisi ummati Muhammad swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumefungamana na kumpwekeshea yeye Allah tabaraka wa ta'ala ibada zote na kutomshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, kama alivyosema Allahu jalla fi ula, hakiwa anatuambia sisi: wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kila ibada, kila aina ya ibada, ibada ya swala, ibada ya funga, ibada ya dua, inabidi uielekeze kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wala usiswali kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, na wala usiombe asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, kwani ibada zote zinaelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa ibada ambazo zinatakiwa kuelekezwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala, hiya ibadatu dhabh, ni ibada ya kumwaga damu, ni ibada ya kuchinja, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anabainisha juu ya kwamba amejalia katika kila umma, katika nyumati zilizotangulia, lakini pia katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amewajalia ibada ya kuchinja, na lengo la kuwajalia ibada hiyo liyadhkuru isma Allah, hii wataja jina la Allah tabaraka wa ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kwa yale ambayo amewaruzuku Allah tabaraka wa ta'ala katika wanyama. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, amemwamrisha kuchinja pale aliposema: fasalli li rabbika wanhar, swali ewe Muhammad kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akawa ameifanyia kazi kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, akayafanyia kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amechinja, na pia masahaba zake baada yake wakawa
wamechinja kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameuchagulia umma huu, ummati Muhammad, masiku maalumu ya kuchinja, masiku ambayo tutakuwa tunachinja wanyama kwa yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala amemruzuku uwezo wa kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea masiku maalum, na masiku hayo ni masiku manne, ambayo ni siku ya tarehe 10 katika mwezi wa Dhulhijja, ambayo ndiyo siku hii ambayo tuliyokuwa nayo Eidul Hajjil Akbar, ambayo ni siku ya Idi kubwa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika yatakiwa yule ambaye atakayejaliwa kuchinja awe ni mwenye kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yawe makusudio yake ni kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuchinja wanyama, lakini pia makusudio yake yawe ni kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala kwa kumruzuku kwa yale ambayo amemruzuku katika wanyama, na asiwe ni mwenye kuchinja kwa ajili ya kuonyesha kwamba yeye ana uwezo, asiwe ni mwenye kuchinja kwa ajili ya kujifakarisha kwa Waislamu wenzake ili aonekane kwamba yeye ana mali nyingi, na sio makusudio ya kuchinja kwa lengo la kuchinja sio kujifakarisha, na wala sio kwa ajili ya kuwadharau wale ambao Allah tabaraka wa ta'ala hajawapa uwezo wa kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lan yanala Allah luhumuha, hakika hazimpati Allah tabaraka wa ta'ala nyama za hao wanyama ambao mnawachinja, wala dimauha, wala damu za hao wanyama ambao mnawachinja, damu za wanyama hao wala nyama hizo za wanyama ambao mnawachinja hazimnufaishi Allah tabaraka wa ta'ala chochote, wala Allah tabaraka wa ta'ala hanufaiki na nyama hizo, wala hanufaiki na damu ambazo mnazimwaga. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini ambacho anakipata Allah tabaraka wa ta'ala, ambacho anahitaji Allah tabaraka wa ta'ala kutoka kwenu nyinyi ni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ni ucha Mungu, ni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, ni kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, yatakiwa yule ambaye amekusudia kuchinja mnyama katika siku hii ya leo au katika siku ya kesho au siku ya kesho kutwa tarehe 12 au baada ya kesho kutwa siku ya tarehe 13, iliyokuwa ni bora zaidi achinje mwenyewe huyo mnyama. Ikiwa kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja na amekusudia kuchinja, basi iliyokuwa ni bora ashike kisu au panga achinje mnyama wake, na ikiwa itashindikana basi ashuhudie huyo mnyama wake anachinjwa, na ikiwa itashindikana basi achinje katika mji ambao anaishi yeye. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa ahkamu ambazo zinafungamana na kuchinja wanyama katika siku hii ya sikukuu, yatakiwa yule ambaye atakayechinja mnyama amgawe katika mafungu matatu. Fungu moja atakula yeye, na fungu la pili atawagawia majirani zake na watu wake, na fungu la tatu atatoa sadaqa kwa wale wasiokuwa na uwezo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu anna ayyakum hadhihi, tambueni ya kwamba masiku haya tuliyokuwa nayo hiya ayyamu Eid, ni masiku ya sikukuu, ni masiku ya kusherekea. Yuhibbu Allahu minkum an tafrahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala anakutakeni msherekee
na mfurahie katika masiku haya. Hiya ayyamu aklin wa shurbin, ni masiku ya kula na kunywa. Fa adhhiru alfarha was-sururu fiha, dhirisheni furaha katika masiku haya, masiku ya Eid al-Adha, mutaqarribina ila Allah azza wa jalla, hali ya kuwa mnajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo anayapenda na yale ambayo anayaridhia. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakikisheni mnasherekea katika siku hii ya sikukuu kwa yale ambayo ameyajuzisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wahdharu alwuqu'a fi adh-dhunubi wal ma'asi, tahadharini katika masiku haya ya sikukuu, tahadharini katika siku hii ya sikukuu, tahadharini kuingia katika maasiya, tahadharini na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, tahadharini na kusherekea na mambo ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kasimai al-aghani, kama vile kusikiliza mziki. Msisherekee kwa kupiga miziki katika majumba yenu, wala kwenda katika madisko mbalimbali, katika sehemu mbalimbali ambayo zinapigwa miziki. Wala msisherekee katika kukesha katika majumba yenu au kwenda katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutizama filamu mbalimbali, au msisherekee na kwenda katika maeneo ambayo kutakuwa kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, kwani ikiwa mtafanya hivyo mtakuwa mmekufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya ya sikukuu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika siku hii ya sikukuu, siku ya Eid al-Adha, ni siku ambayo ni munasaba uliokuwa mkubwa kwa ajili ya watu kuunga undugu, watu kuitana katika majumba yao, Muislamu amuite mwenzake kwa ajili ya kusherekea katika siku hii ya sikukuu. Lakini ndugu amuite ndugu yake, hata yule ambaye walikuwa hawazungumzi pamoja, walikuwa wamekatana kwa muda mrefu, walikuwa wamekasirikiana, basi siku hii ya sikukuu, kwa sababu ni siku ya furaha, basi ilazimishe nafsi yako uweze kuunga undugu na uweze kuwatembelea wale waliokuwa wa karibu yako. Lakini pia ni siku ambayo yatakiwa sisi Waislamu tuweze kuzisafisha nafsi zetu kutokana na hasad, kutokana na kuchukiana. Kama kuna Waislamu wamechukiana, yatakiwa waweze kusameheana katika siku hii ya sikukuu, ili waweze kusherekea katika siku hii ya Eid hali ya kuwa nyoyo zao ni misafi. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na siku hii ya sikukuu ni siku ambayo yatakiwa wewe mwenye uwezo uweze kuwaonea huruma wale masakini wal fuqara, na wale wasiokuwa na uwezo wa chakula uweze kuwaonea huruma na kuweza kuwapa chakula. Lakini pia kuweza kuwaonea huruma wale watoto yatima, uweze kuwasaidia na kuweza kuingiza furaha katika nafsi zao. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambueni ya kwamba hii siku ya Eid, siku ya Eid al-Adha, pamoja na ayamu tashriq thalatha, pamoja na masiku ya kubanika nyama ambayo yanakuja baada ya siku hii, ambayo ni siku ya kesho, siku ya kesho kutwa na siku inayofuata baada ya siku ya kesho kutwa. Tambueni ya kwamba masiku haya ya siku ya Eid ni masiku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kutoa takbira, kwa kukithirisha kutoa takbira, na ni sunna kwa wanaume kudhihirisha hizi takbira, kusema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar popote pale watakapokuwa. Utakapokuwa unatembea barabarani, utakapokuwa masokoni, ewe mwanaume, ini sunna kudhihirisha hizi takbira. Ama mwanamke haifai kwake yeye kutembea mabarabarani au akiwa sokoni kudhihirisha takbira, atakuwa anamkabiri Allah tabaraka wa taala katika nafsi yake bila ya kudhihirisha sauti.
Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kabbiru rabbakum, mtukuzeni Mola wenu kwa kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya ya Eid. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ziombeeni nafsi zenu, jiombeeni Allah tabaraka wa ta'ala awakubalie matendo yenu ambayo mmeyafanya katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Wale ambao wamefunga katika siku ya jana, siku ya Arafa, lakini wale ambao walifunga katika masiku haya ya Dhulhijja au walifanya matendo mbalimbali katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutoa sadaka, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie matendo yenu. Kwani masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim walikuwa wanakithirisha kufanya matendo, lakini walikuwa wanaogopea Allah subhanahu wa ta'ala asije kuyakataa matendo yao, kama ilivyopokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, amenukuliwa kwake yeye akisema, lau alimtu anna Allah tabaraka wa ta'ala taqabbala minni sajdatan wahida latamannaitu almauta. Imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anasema ya kwamba lau mimi ningefahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amenikubalia sijida moja ambayo ninaswali, basi ningetamani kufa. Sio kwamba angefahamu ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amemkubalia swala nzima, isipokuwa anaogopea kwamba Allah tabaraka wa ta'ala asije akawa hajakubali swala zake. Basi yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi tunawaiga maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala atukubalie matendo yetu, lakini pia tuwaombee wale ambao wameenda kuhiji katika mji wa Makka, Allah subhanahu wa ta'ala awatimizie hija zao. Allahumma atimma ala al-hujjaj hajjahum, Allahumma atimma ala al-hujjaj hajjahum, Allahumma atimma ala al-hujjaj hajjahum, Allahumma taqabbal minna wa minhum sa'yana, Allahumma taqabbal minna wa minhum sa'yana, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma waffiq waliya amrina Samia Suluhu Hasan bitawfiqika ya rabbal alamin, wa ayyidha bita'yidika ya rabbal alamin, warzuqha bitanatan salihatan nasiyah wajannibha bitanatan as-su'. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya maswahaba walikuwa wakiondoka katika viwanja vya siku ya Eid, walikuwa wanageukiana na kupongezana na kusema taqabbalallahu minna wa minkum. Basi na sisi tugeukiane na kusema na kupongezana taqabbalallahu minna wa minkum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.